Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Nashukuru Mungu kwamba anaendelea kutulinda, anaendelea kutupea amani na kututetea katika maisha yetu ya kila siku. Tuendelee kusali na tuendelee kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Pia Jumapili ya leo natumaini kwamba umeshiriki katika misa takatifu. Wengine mmeshiriki kwenye jumuiya pia baada ya misa. Kwa hivyo ni kuendelea tu kuambia Mungu ni asante kwa kila jambo. Tunapata somo kutoka kitabu cha Kutoka, sura ni ya 1. Tutasoma mstari wa 8 hadi wa 21. Basi akatokea mfalme mwingine huko Misri, ambaye hakumjua Yosefu. Naye akawaambia watu wake, tazameni jinsi Waisraeli walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Ni lazima tutafute hila ya kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke. La sivyo, kama vita vikitokea, watajiunga na adui zetu na kuitoroka nchi. Basi Wamisri wakawateua wanyapara wawasimamie Waisraeli na kuwatesa kwa kazi ngumu. Waisraeli wakafanya kazi ya kumjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Lakini kadiri walivyoteswa, ndivyo Waisraeli walivyozidi kuongezeka na kuenea nchini. Hivyo Wamisri wakawaogopa sana watu wa Israeli. Basi Wamisri wakawatumikisha Waisraeli kikatili, wakayafanya maisha yao kuwa magumu kwa kazi ngumu ya kutengeneza chokaa na kufyetua matofali na kazi zote za shambani. Katika kazi hizo zote Waisraeli walitumikishwa kwa ukatili. Kisha mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Misri, Shifra na Pua, ambao waliwahudumia wanawake wa Ibrania, mnapowahudumia wanawake wa Ibrania wanapojifungua, ikiwa mtoto anayezaliwa ni wa kiume, muueni, lakini ikiwa ni wa kike, mwacheni aishi. Lakini kwa kuwa wakunga hao walimcha Mungu, hawakufanya kama walivyoamuriwa na mfalme wa Misri, bali waliwaacha watoto wa kiume wa Waisraeli waishi. Basi mfalme wa Misri akawaita wakunga hao, akawauliza, kwa nini mmefanya hivyo? Mbona mmewaacha watoto wa kiume waishi? Wao wakamjibu Farao,
Wanawake wa Waebrania si sawa na wanawake wa Misri. Wao ni hodari. Kabla mkunga hajafika, wao huwa wamekwisha jifungua. Basi Mungu akawajalia mema wakunga hao. Nao Waisraeli wakazidi kuongezeka na kuwa na nguvu sana. Na kwa vile wakunga hao walimcha Mungu, Mungu akawajalia kupata jamaa zao wenyewe. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Tunasema ni asante kwake Mwenyezi Mungu kwa Jumapili ya leo. Mada yetu Jumapili ya leo: tazameni jinsi Waisraeli walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Ni lazima tutafute hila ya kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke. Tazameni jinsi Waisraeli walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Ni lazima kutafuta hila ya kuwapunguza na kuzuia wasiongezeke. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Yaani, unapokuwa mtu mwenye nguvu kuliko adui wako au kuliko yule ambaye kuliko mtu mwingine, kuwa tayari kuangaishwa katika maisha, kuwa tayari kuzuiliwa kwamba usiongezeke kwa sababu umekuwa tishio kwa Wamisri. Umekuwa tishio kwa nini? Kwa Misri. Maana walitarajia usiongezeke kulingana na yale ambayo wanakufanyia, au kwa sababu uko kwa nchi yao wakatarajia usiongezeke, lakini Mungu amekuongeza. Mungu amewashangaza kwamba unaendelea mbele, unaendelea kuongezeka katika maisha, unaendelea kuongezeka hata katika madaraka, unaendelea kuongezeka katika nyanja nyingi za maisha.
Mungu anakufanyia vitu vingi. Mungu anakutendea mambo mengi. Mungu anakutendea mambo mengi katika maisha. Unapoinuka katika maisha, unapoona baraka zimeanza kuonekana katika maisha yako, au umeanza kuongezeka kwa vyovyote vile, jua kwamba kuna mtu mahali, kuna watu mahali wataanza kuumia na wataanza kutafuta mbinu ya kukupunguza wewe na pia kuzuia usiongezeke. Watakuzuia wewe usiongezeke. Ndio maana kuna watu wengi hawakuwa wanashughulika na wewe wakati hukuwa na chochote, lakini wakati huu umepata kazi, umeajiriwa, ulianzisha biashara zako zinafanya vizuri, umepata promotion. Haya yote husumbua watu. Haya yote husumbua watu. Hufanya watu waanza kuangalia vibaya. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbuka wakati haukuwa na chochote, wakati hukuwa na chochote, hata hakuna mwenye alikuwa anashughulika na wewe, hata hakuna mwenye alikuwa anajua uko, lakini neema ya kuongezeka neema ya kuongezeka ilipofika kwenye mikono zako, maadui wakainuka. Ujia watu wanaanza kushanga, gai, kwani alikuwa anabarikiwa? Kwani alikuwa anapanda juu? Mbona sasa tuharibu hii mali yake, tuzuie asisonge mbele?
tuzuie asisonge mbele. Tuzuie asifanye nini? Asisonge mbele. Wakuzuie usisonge mbele, kwa sababu wameona umeongezeka. Sasa wanataka wakupunguze. Kwa hivyo kaa ukijua kwamba kuna watu wengi sana hawafurahii wanapoona unapiga hatua, wanapoona unasonga mbele. Kuna watu wengi sana. Wanafurahia unapokuwa chini. Kwenye somo letu la leo tumeambiwa kwamba basi akatokea mfalme mwingine huko Misri ambaye hakumjua Yosefu. Jifunze kumtegemea Mungu. Jifunze kumtegemea Mungu. Unapomtegemea Mungu, mwenyewe atakutetea. Maana ukitegemea mwanadamu, kuna wakati mwanadamu hutoweka. Na wakati mwanadamu hufanya nini? Hutoweka. Atakufa, atakuwa transferred, afya yake inaweza kataa, hawezi endelea na hiyo kazi. Mambo mengi, lakini ukimtegemea Mungu, Mungu habadiliki. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule, Alfa na Omega. Yuko tu. Kwa hivyo wakati huu Waisraeli walikuwa wanayafurahia maisha kiasi fulani kwa sababu ya Yosefu. Hata baada ya Yosefu kufa,
kwa sababu wafalme waliokuwa wanaikuja walikuwa wanamjua nani? Yosefu, lakini huyu hakuwa anamjua Yosefu. Kwa hivyo atakufanyia chenye anataka. Hakuwa anamjua nani? Yosefu. Kwa hivyo vile amjui Yosefu, atakufanya vile anataka. Hata jua nyinyi ni ndugu za yule Yosefu. Hapana, mtegemee Mungu, weka imani yako kwake Mwenyezi Mungu. Weka imani yako kwa Mwenyezi Mungu na Mungu mwenyewe atakutetea. Mungu mwenyewe atakutetea. Huyu mfalme aliambia watu wake, jue kila mtu anakujanga na timu yake. Aliwaambia nini? Tazameni jinsi Waisraeli walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Watu hukuangalia na hufanya comparison. Na hulinganisha. Angalia jinsi walivyo wengi na wenye nguvu kuliko sisi. Tuna watu wengi wanaotulinganisha, wanaojilinganisha na sisi, na wanapogundua kwamba tuko na nguvu kuwaliko za baraka fulani katika mikono zetu, hiyo tu inawafanya waogope. Huyu mtu hatumwezi kwa sababu ameongezeka. Ako na mali fulani katika mikono mwake, nguvu za kifedha, nguvu za kiofisi. Ako na madaraka fulani, ameongezeka hata kiimani. Hatuwezi mchezea. Kwa hivyo
huwa wanakaa chini. Watu wanapoona umeanza kuongezeka huwa wanakaa chini na wanapanga namna ya kukupunguza. Wanakaa chini na wanapanga namna ya kukupunguza. Tumsifu Yesu Kristo. Na sio tu kukupunguza na kuzuia usije ukaongezeka. Kwa hivyo wanafanya mambo mawili. Wanakaa chini, wanapanga jinsi watakavyokupunguza na pia jinsi watakavyozuia usije ukaongezeka. Hii ni njama mbaya sana. Mungu alipoumba mwanadamu alimwekea neema ya kuongezeka. Mwanadamu aongezeke mwanadamu aongezeke kwa vyovyote vile. Mwanadamu aongezeke kwa vyovyote vile. Ni neema ambayo Mungu aliachilia kwa kila mwanadamu yeyote, lakini kuna watu wengi hawafurahii. Wanataka kama ni kuongezeka, waongezeke wao tu. Wanataka kama ni kuongezeka, waongezeke wao tu, na wanazuia wengine wasiongezeke. Hata wanapunguza kile kidogo ambacho uko nacho kwenye mikono yako. Wanaona unakuwa kama tishio kwao. Wanapoona umeongezeka, wanakuona kama threat, kama tishio. Unakuwa kama tishio kwao. Wanatafuta vijisababu vya kukupunguza wewe.
wanatafuta vijisababu vya ambavyo vitawasaidia kukupunguza wewe. Sasa Waisraeli wameongezeka, wako vizuri. Huyu mfalme na timu yake wamesikia vibaya, wamesema watafute hila ya kuwapunguza na kuwazuia wasiongezeka. Hila ni nia yote mbaya. Hila ni mbinu yoyote mbaya. Kwa hivyo mbinu yoyote mbaya inaweza ikatumika wanaweza tumia mbinu zote kupunguza wewe. Basi Wamisri wateua wanyapara wawasimamia Waisraeli na kuwatesa kwa kazi ngumu. Wanyapara wanapoteuliwa, nia ni moja: kuwatesa Waisraeli na kazi ngumu. Kuwatesa Waisraeli na kazi ngumu. Kuwatesa Waisraeli na kazi ngumu. Imagine watu wanateuliwa kukusimamia wewe, lakini malengo yao kuu ni kukutesa wewe na kazi ngumu. Waisraeli wakafanya kazi ya kumjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Hii sio kazi rahisi. Kujenga miji sio kazi rahisi. Hii sio kazi rahisi. Hii sio kazi rahisi. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo ndivyo watu wanaingilia katika maisha yetu, kwa sababu wameona umeanza kuongezeka.
watakufanyisha kazi ngumu ili ujitoe, kwa sababu hata una makosa. Kama ni kwa kampuni ama wapi, una makosa ya kufanya utoke hapo, lakini sasa wao wataamua wakufanyisha kazi ngumu ili uweze kujitoa. Mm. Neno la Mungu linasema, lakini kadiri walivyoteswa ndivyo Waisraeli walivyozidi kuongezeka na kuenea nchini. Ujue Mungu ni Mungu, acha Mungu aitwe Mungu. Yaani wewe unatesa mtu na kumzuia asiongezeke. The more unamtesa, the more anaongezeka. Si utapata pressure ya bure. Mm. Wanakutesa, wanakudhulumu, wanakufanyia vitu vibaya ili usiongezeke. Wanapofanya hivyo, ndio wewe unazidi kuongezeka na kuongezeka kabisa katika maisha yako. Mwanadamu hawezi akakuzuia wewe kuongezeka. Kwa sababu gani? Neema ya kuongezeka ambayo iko katika mikononi mwako ilitoka kwa Mungu. Mm. Wanakufanyia vitu vibaya, wanaficha faili yako, wanafanya nini, lakini bado unaendelea kuongezeka. Wanatoa jina lako kwa list ya promotion, lakini bado unapata hata mkubwa mahali ameulizia jina la fulani, ongezeni hapa ama list sitaki. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. Kwa hivyo watu watatufanyia yote ambao wanataka kufanya, lakini bado tutaendelea kuongezeka. Mm. Kwa hivyo usiogope maadui zako, wale ambao wakutakii mema, wale ambao wanasikia vibaya unapoongezeka, hata wakifanya vitu zao ili usiongezeke, utaendelea kuongezeka katika maisha. Wataongea mbaya kazini kwa wakubwa wako, wataficha faili yako, watatoa jina lako kwa listi ya watu kupata promotion.
Mm. Usiogope, utaendelea kuongezeka. Watakutesa, watakufanyia yote ile ya kuzuia na kutaka kupunguza, lakini hawatafaulu hata kidogo. Mm. Lakini kadiri walivyoteswa ndivyo Waisraeli walivyozidi kuongezeka na kuenea nchini. Hivyo Wamisri wakawaogopa sana watu wa Israeli. Hapa lazima uogope, huyu ni mtu wa aina gani? Tunamtesa na anaendelea kusonga mbele, tunamtesa anaendelea kukaa na furaha, tunamtesa mali inaendelea kuongezeka, madaraka inaendelea kuja katika mikononi mwake. Mali inaendelea kuongezeka, unaendelea kupanda tu juu, ila hali wenyewe wanakutesa, wanakufanyia vitu ambavyo ni vibaya. Waliwaogopa watu, wataanza kuogopa, huyu ni mtu wa aina gani? Tunamfanyia mambo mabaya, tunafunga mbinu zake, tuna vitu zote, lakini bado unasonga mbele. Wanakuhamisha, wanakuweka sekta mbaya, department mbaya ngumu. Kama ulikuwa secretary receptionist hapa kwa mlango mbele, wanakupea kazi huko ndani, lakini bado watu wanakuja kukuulizia wewe. Hmm. Waliwaogopa, huyu mtu wa aina gani? Hawa ni waita watu wa aina gani? Kikawaida tulitarajia tukitesa watu hivi wasiongezeke. Tulitarajia wasiongezeke. Basi Wamisri wakawatumikisha Waisraeli kikatili, wakayafanya maisha yao kuwa magumu kwa kazi ngumu ya kutengeneza chokaa na kufyatua matofali na kazi zote za shambani. Unasikia jinsi walivyoendelea kuwafanyisha kazi ngumu. Wao waliona kazi ngumu itafanya wasiongezeke. Mtu anatoka kazini amechoka, hawezi ingilia majukumu ya ndoa. Kwa hivyo kazi nyingi waliwekewa, za shambani, za kujenga. Walitumikishwa kikatili, kiunyama, na nia ile yao moja tu, kwamba tufanye hawa Waisraeli wapunguke na wasiongezeke, wazuie kabisa wasije wakafanya nini, wakaongezeka.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Wamisri wanaendelea kutesa Waisraeli, lakini bado Waisraeli wanaendelea kuongezeka. Naomba Mungu atusaidie, hata watu wanapotufanyia vitu vibaya, wanapoingilia maisha yetu ili tusiongezeke, sisi tuendelee kuongezeka. Tutaendelea kuongezeka, hata watufanyie nini, tutaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Sio wao walituumba, na hiyo neema ya kuongezeka inatoka kwa Mungu. Pia tukae tukijua kwamba adui hachoki. Saa hizi mbinu ya pili inatokea. Kisha mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Misri, Shifra na Pua, ambao waliwahudumia wanawake wa Ibrania, mnapowahudumia wanawake wa Ibrania wanapojifungua, ikiwa mtoto anayezaliwa ni wa kiume, muueni, lakini ikiwa ni wa kike, mwacheni aishi. Mungu ambaye ameamua tuongezeke, ametubariki na hiyo neema ya kuongezeka, hata hii mbinu haitafanya kazi. Kumbuka hawa wakunga ni wakunga wa Misri, kwa hivyo inamaanisha wangemsikiliza nani? Huyu mfalme, lakini hawakumsikiliza. Wakunga wameambiwa kama mtoto ambaye amezaliwa ni mvulana wamuue, kama ni msichana wamwache. Mvulana ataendeleza ukoo wa kwao, msichana ataoleka aendeleze ukoo mwingine. Wakunga hawa kwa kuwa walimcha Mungu, kumbe hata kati ya Wamisri kuna wale ambao wanamcha Mungu, sio wote wako na kuroho kubaya. Kuna hata wale ambao wanaomcha nani? Mungu. Na hawakukubaliana na mfalme, hawakufanya jinsi alivyokuwa anataka wawafanyie wanawake wa Ibrania wakati wa kujifungua. Waliwaacha watoto wa kiume wa Waisraeli wafanye nini? Waishi. Kumbe unapoongezeka inasumbua watu,
na wanaposhindwa kuzuia usiongezeke, wanaanza mashambulizi kwa watoto. Katika maisha, watu wasikurecruit kwenye kutenda maovu yao, kutekeleza ajenda yao ambayo imejaa nini? Maovu. Kuwa na msimamo kwako, kuwa na hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu. Jinsi ya wakunga walikuwa na hofu ya Mungu na hawakufuata yale masharti ya nani? Ya huyu mfalme. Mfalme alitarajia hawa wakunga waue watoto, lakini hawakufanya hivyo. Basi mfalme wa Misri akawaita wakunga hao, akawauliza, kwa nini mmefanya hivyo? Mbona mmewaacha watoto wa kiume waishi? Wao wakamjibu Farao, wanawake wa Ibrania si sawa na wanawake wa Misri. Wao ni hodari, kabla mkunga hajafika, wao huwa wamekwisha jifungua. Walijibu vizuri, bora wasijiingize katika kuua watoto. Basi Mungu akawajalia mema wakunga hao, nao Waisraeli wakazidi kuongezeka na kuwa na nguvu sana. Hawa wakunga wamepata baraka kwa kutendea mema hili taifa lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mbinu zote hazijafanya kazi. Waisraeli wanaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Na maneno ya kuongezeka ndio ilikuwa inaleta shida.
Waisraeli wanaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Jamani, unapoona mtu anaongezeka na ianze kukusumbua, utapata pressure ya bure. Achana. God is behind this. Mwenyewe Mungu yuko nyuma hii kitu, hii neema ya kuongezeka. Sasa ukiingilia utasumbukana bure. Hao mama wametenda mema, na kwa vile wakunga hao walimcha Mungu. Kumbe kumcha Mungu ni kuchunga uhai. Kumcha Mungu ni kutokubali kutumika katika kunyanyasa watu wengine. Kumcha Mungu ni kuheshimu watu. Kumcha Mungu ni kutopinga neema ya kuongezeka ndani ya maisha ya watu wengine. Na kwa vile wakunga hao walimcha Mungu, Mungu akawajalia kupata jamaa zao wenyewe. Tendea watu mema na Mungu atakuunganisha na jamaa yako. Mungu atakuunganisha, itakuwa vizuri. The grace of reconnection. Tumsifu Yesu Kristo. Angalia maisha yako. Wakati ulikuwa huna kitu, hakuna mwenye alikuwa anashughulika nawe, lakini wakati huu mambo imeanza kuongezeka katika mikononi mwako, katika maisha yako, watu wameinuka. Watu watainuka wakitaka kukuangamiza, wakitaka kukuweka chini, wakitaka kukutesa tu kwa njia moja au nyingine, kwa sababu wameona umeanza kuongezeka. Walikuwa wanafikiria utakaa tu chini hivi usiongezeke, lakini Mungu ni nani? Mungu ndio huyu amekuwekea neema ya kufanya nini? Ya kuongezeka. Ndio maana unapigwa vita, ndio maana hata wanakuchukia. Hawakutarajia uongezeke, hawakutarajia hata watoto wako wasome. Pengine baba alikufa, pengine mlipoteza kazi, lakini Mungu kupitia kwa njia zake amefanya watoto wamesoma, muko vizuri. Watakusumbua. Neema ya kuongezeka hufanya watu wengi wainuke na kuanza kukupinga. Roho chafu, roho ya wivu,
roho ya chuki, lakini wewe zidi kusali, zidi kumtumainia Mungu. Mungu hatakuacha, na kwa sababu hiyo neema ya kuongezeka kwenye mikono yako ilitoka kwa Mungu, utaendelea tu kuongezeka. Hawataweza kuzuia hiyo neema ya kufanya nini? Ya kuongezeka katika mikononi mwako. Sio wao walikuwekea, ni Mungu. Ni Mungu. Endelea kusali, endelea kumtumainia Mungu, endelea kusonga mbele, na pia fungua macho, jua kwamba kuna watu wameinuka kupinga wewe usiongezeke, na kukupunguza. Mtumainie tu Mungu. Wacha wakupige vita, lakini wewe mtumainie Mungu. Wacha wang'ang'ane wakifikiria watakupunguza na watazuia usiongezeke. Watashangaa jinsi utakavyozidi kuongezeka na jinsi watakavyoshindwa kukupunguza wewe. Maana tayari neema ya kuongezeka Mungu ameshaiweka mikononi mwako. Hawatakuzuia kwa vyovyote vile. Hawatakuzuia kwa vyovyote vile. Tuombe tu Mungu atusaidie wasije wakatumaliza. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mungu, na kushukuru kwa Jumapili ya leo, na kushukuru kwamba unatulinda na kutubariki kila wakati, na kushukuru pia kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo unatujalia kila wakati kwa njia ya kipekee, na kushukuru kwa neema ya kuongezeka ambayo umeweka katika mkononi mwetu. Mungu, tunapoongezeka, kuna wengi ambao hawakutarajia tuongezeke. Kuna wengi ambao tumewashangaza kwamba
tunaweza ongezeka. Na wakainuka wameinuka, wanatutesa, wanatafuta mbinu za kutupunguza na kuzuia tusiongezeke. Mungu, yote ambayo wanatufanyia, kadiri wanavyoifanya, sisi tuendelee kuongezeka, tusipunguzwe hata kidogo. Tuongezeke kwenye familia zetu, tuongezeke na mali na mambo mengi ya Mungu katika mikono ya kila mmoja wetu. Hata wakitutesa kwa njia moja nyingine, tusije tukarudi chini. Sisi tuendelee kuongezeka na kuongezeka kabisa. Tujalie neema itakayoshinda dhuluma zote, ukatili wote tutakaofanyiwa. Mungu, wewe uko na mpango mzuri juu ya maisha yetu. Tutetee na utupiganie. Na pia inua watu wengi ambao hawatajiunga na mfalme yule ambaye anatutesa, kama hao wamama wakunga. Mungu atende na atende kabisa. Mungu endelea kutubariki na endelea kukutana na mahitaji ya kila mmoja wetu ya kimwili na kiroho. Tupe ulinzi na hiyo neema ya kuongezeka ambayo ulishaweka katika mikononi mwetu, mtu yeyote asije akaizuia hata kidogo. Mtu yeyote asije akaizuia hata kidogo. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu, nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Endelea kutuombea na kutuombea kabisa. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana, ninawatakieni Jumapili njema. Ni Fadha Aga, mubarikiwe na mubarikiwe sana.